Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya samaki. Kupatana na mtu kwa mara nyingine. Mtu kuona umuhimu wako sehemu. Kupunguza ukali wa maneno ili uzungumze kiheshima. Kuwa na mipaka na mtu wakati ukiwa naye kimaongezi. Kumhusisha mtu kwenye jambo la siri. Kumtafutia mtu sehemu atakayoridhika nayo. Kuorodhesha vitu muhimu vya kufanya. Kuhisi kifua kuwasha kwa ndani. Utajitahadharisha na mtu au kitu. Nyota ya nge. Kupata hali ya mchafuko wa tumbo. Kujilazimisha kufanya kitu. Kunung'unika ukiwa peke yako. Kuwa na kazi nyingi au yenye ugumu. Macho kuwasha sana. Kushtuka usingizini kwa kufoka. Kujutia makosa ulioyafanya mwanzo. Mtoto kusumbua kwa hali ya ghafla kutokea kwake. Kumtibu mtu jeraha lake. Kutamani kukiacha kitu ambacho hakina faida kwako. Moyo wako kubeba jambo zito au kubwa ambalo umelihifadhi kwa muda mrefu. Kuiogofya fedheha. Kupanga mpango mwingine. Nyota ya kaa. Kumwambia mtu ukweli. Haijalishi ataupokeaje. Kuunguza chakula. Kufanya kitu tofauti na maelekezo. Kuhisi maumivu ya mgongo. Kubadilisha maamuzi. Kurudisha imani au uaminifu wako kwa mtu. Nyota ya punda. Kuhisi hali ya hofu. Kumfuata mtu kila unapopatwa na jambo lenye kuhitaji uwepo wake. Kusimamia jambo la mtu kutendeka. Jambo la kuachana au talaka. Kulisikia sana masikioni mwako. Kumwona mnyama akiwa amesimamisha mkia. Itakujulisha wakati sahihi wa kufanya maamuzi. Kujilinda na kupambana. Uhafadhali utakujia baada ya ugumu kutoweka. Kuziangalia picha za muda mrefu. Kuhisi hali ya misuli kukaza au kukakamaa. Utajihisi maumivu ya meno. Nyota ya simba. Kujutia kufanya ununuzi wa kitu kisichokuwa na ubora. Utadanganywa jambo. Kupata likizo fupi ya kazi kwa sababu maalum. Kuwa wa kwanza kuona tukio likitendeka au kutokea. Utakuwa na mashaka ya kweli kwa mtu au kitu. Kupunguza malalamiko. Kujihisi utofauti katika tumbo. Kukaa kwa majonzi. Kumsamehe mtu. Nyota ya mshale. Kutojua kitu ulichokifanya kitakuwa na faida. Kusikia jambo mara kwa mara kwa watu tofauti. Kufuatilia kitu ili upate uthibitisho. Kutumia kitu cha mtu na kujua ni cha kwako kutokana na ufanano. Kuzimia au kuanguka ghafla. Kuna hali itakayoweza kukutokea. Moyo wako kuuma sana. Kupunguza kuchukia kwa kuhisi nguvu yako inatenda kitu. Nyota ya ndoo. Kuhoji sana kitu. Kutojiamini. Moyo wako kushtuka sana. Kuhisi kitu kitatokea. Hisia zako zinakueleza kitu kila ukijaribu kuzikataa ile inajirudia tena. Kushughulika na michakato mingi ya watu. Kujua mtu si mzuri kwako. Mtu atazungumza kitu kinachokuhusu, ikiwa hamaanishi kukuzungumzia wewe. Kujifunza kufanya wema kwa watu wenye kustahili. Kwa maana kwingine huambulia sifa mbaya na kujikuta mnyonge. Nyota ya mizani. Kukabwa na kitu kooni. Kumficha mtu kitu kinachokusibu. Kubadilika ghafla na mtu kushindwa kukuelewa. Utapata faida au kulipwa kwa wema ulioufanya. Kupata muunganiko mpya. Kazi yenye kipato kikubwa itatimia kwako. Kuchukia kusemwa. Utafuata ushauri wa mtu. Nyota ya mapacha. Kukosea kitu kutokana na mashaka yako. Kuambiwa jambo ambalo hukuwahi kulifikiria. Utasubiria maamuzi ya mtu. Kumjulisha mtu hali yako. Kupiga chafya mara kwa mara. Kuona kitu chako kilichopotea.
Nyota ya mashuke. Kulipiza jambo. Mtu kukuheshimu baada ya kufanya kitu. Kuongezeka kwa wateja kibiashara. Kuonana na mtu kwa mara nyingine. Kukumbushiana vitu vingi. Kuhitaji kumbadilisha mtu awe unavyotaka. Kumpa mtu ushauri wa kitu. Kutotaka kuwa na mambo mengi kwa wakati mmoja. Utafanya kitu kwa utekelezaji mzuri. Utakumbuka kitu ulichoambiwa na kuthibitisha ukweli wake. Nyota ya ng'ombe. Kumwangalia mtu kwa hasira. Kurudisha kitu cha mtu alichokupatia. Kufunguka kwa mtu na kupata ulichokihitaji. Kuondosha uoga ila utakuwa mwenye mipaka kwa mtu. Kumkanya mtu. Utafanya maombi kwa ajili ya kupata kitu. Kupata taarifa muhimu. Kuhitajika umakini wa kitu kutokana na kulinda usalama wako. Chuki ya mtu kwako itakuumiza sana. Kutokana ni mtu uliyekuwa na maelewano naye mazuri. Nyota ya mbuzi. Kupenda ukweli muda wote. Na kumzoesha mtu awe muwazi na kuacha mambo yasiyofaa. Dhuluma iliyofanyika kwako hutoisahau ila utajaribu kuisamehe. Kuona tangazo la kitu mara kwa mara. Kumpatia mtu kitu anachokipenda. Utakuwa na imani ya mabadiliko mazuri yanayokuja kutokea miezi ijayo. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.